Kama mjuavyo, wajibu mkuu wa REA ni kuhamasisha na kuwezesha upatikanaji wa nishati vijijini. Kwa hiyo ujio wetu leo katika mkoa wa Mwanza ni mwendelezo wa juhudi zinazofanywa na serikali kupitia REA kuhakikisha kwamba tunafikia ile adhima ya kufikia wananchi wa Tanzania 80% wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034 kama ilivyoagizwa na serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ili kufikia azma hiyo, wakala wa nishati vijijini umekuwa unabuni miradi mbalimbali, na tukasema kwamba kwa sababu kwa kiasi kikubwa wananchi wetu bado wanatumia kuni zile zile na mkaa ule ule, tukasema kwamba ni lazima tuangalie njia ambayo itawawezesha waweze kutumia kuni kidogo na mkaa kidogo sana, au ikiwezekana pale panapopatikana mkaa mbadala na kuni mbadala basi wazitumie hizo. Kwa hiyo tukaja na mradi wa ruzuku wa majiko yanaitwa majiko banifu ya ruzuku, ambayo badala ya mwananchi kuinunua kwa bei kubwa kabisa, kwa mfano hili jiko tunalolileta Mwanza hapa na wilaya zote za mkoa wa Mwanza, badala ya kuuzwa kwa shilingi 50,000 mwananchi atalinunua kwa 15% tu, ambayo ni takriban shilingi 7,500. Kwa hiyo na ile 85% yote inalipwa na serikali kupitia wakala wa nishati vijijini. Kwa hiyo basi kwa mkoa wa Mwanza tumeanza na mradi huu, ni mradi wa majaribio tu, na ndio maana hatuna majiko mengi ya kuwatosheleza wananchi wote. Vigezo ni kwamba unatakiwa uwe na aidha kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA. Tunafanya hivyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usiwepo na watu ambao watanunua majiko mengi kwa wakati mmoja na kwenda kuyauza kwa bei ya juu ili waweze kupata faida. Sasa nitumie fursa hii basi kuwaalika na kuwahimiza au kuwapa mtonyo wananchi wa mkoa wa Mwanza na wilaya zote, zipo wilaya za Misungwi, wilaya za Kwimba, wilaya za Magu, Ukerewe, Sengerema na kote. Jamani, fursa hii imekuja, changamkieni majiko haya ya ruzuku kwa ajili ya faida ya afya zenu, lakini kwa ajili pia ya mazingira na kiuchumi pia. Jiko hili atakapotumia nishati kidogo, ina maana tayari ameshaokoa mazingira. Kama mkaa shilingi 2,000 alikuwa anaweza kutumia siku 3, basi aende akautumie siku 6 mpaka 7. Kama kuni alikuwa anaweza kununua za shilingi 5,000 akatumia wiki moja, sisi tunataka akatumie wiki 3. Kwa hiyo kwa wananchi wa Mwanza, hii ni fursa nzuri, wajitokeze watumie haya majiko kwa sababu yamelenga kupunguza gharama, wataokoa mazingira, lakini kuliko yote watalinda pia afya zao, kwa sababu ni jiko ambalo halitoi moshi kama tulivyozoea watu wengine, akishazeeka macho yanakuwa mekundu, lakini kumbe sababu ilikuwa ni jiko gani analotumia katika kupikia. Nimeona hapa baada ya kuweka bei ya ruzuku, hili jiko litauzwa kwa 7,100 ambayo ni reasonable, lakini linaweza likaboreshwa kukawa na categories. Kwa mfano, wapo watu wa vijijini wakachukua jiko la 7,000, wengine wa vijijini wakataka jiko la 10,000, wengine wa vijijini wakataka jiko la 15,000 kulingana na kipato chao. Kwa hiyo kukawa na quality tofauti tofauti, kukawa pia na muonekano tofauti tofauti. Zitaendelea kushawishi wanawake wa vijijini kuendelea kutumia, lakini hii kitu ni nzuri, ni sustainable. Nimeona ni jiko ambalo ni zito, lakini pia kama ulivyosema litaondoa adha ya matumizi mengi ya mkaa na kuni. Kwa hivyo kwa kuwa ni pilot, nafikiri sasa REA tushirikiane kufanya research juu ya uboreshaji wa haya majiko, ili tutakapokuja kulaunch kitu kikubwa zaidi tuwe na improvement ya product.